maeneo ya Ununio, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Mpaka sasa hivi hatujapewa taarifa rasmi, taifa na dunia kwa ujumla haijapewa taarifa rasmi ya mazingira ya kupotea kwake Balozi Humphrey Polepole, mahala alipo anahifadhiwa, hali yake ya kiafya, maslahi yake ya kisheria. Hivi vyote havijatolewa na taasisi yote kati ya taasisi ambazo zimepewa mamlaka na wajibu wa kisheria wa kushughulikia usalama wa raia na haki zao. Taasisi hizi zipo kadhaa na nitakwenda kuzielezea huko mbele. Sasa wote tumeshuhudia taarifa mbalimbali kutoka kwa ndugu na jamaa wa Balozi Polepole. Wao wanaamini kwamba amechukuliwa katika mazingira ambayo wao wanatafsiri kwamba ametekwa, na ndivyo ambavyo nafikiri imekuwa reported na hao wanafamilia kwa dunia nzima, na ndivyo ilivyokuwa reported kwangu mimi kama wakili, na huduma zangu zikaombwa ili kuweza kuchakata taarifa au tukio hilo kisheria mahakamani, wakati juhudi nyingine zinafanywa katika fora au katika maeneo mengine. Wote mnafahamu kuna juhudi mbalimbali za kupigania maslahi, haki na pengine uhai wa Balozi Humphrey Polepole. Sasa baada tu ya kuwa tumepewa jukumu hilo la kisheria la kushughulikia maslahi ya kisheria na ya kiuhai na ya kiafya ya Balozi Humphrey Polepole, mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 nilitoa taarifa kwa umma kwa lugha mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili, nikizitaka mamlaka zinazohusika na upelelezi, usalama wa raia na mali zao na nyingine zote ambazo zinatoa support katika eneo hilo kwa haraka na kwa kutumia resources zote, rasilimali zote, watu, rasilimali za kiintelijensia, rasilimali za kiteknolojia, zote kwa pamoja zikusanywe, ziwe mobilize, zielekezwe katika kujaribu kutupa majibu ya yuko wapi Balozi Humphrey Polepole, huko alikopelekwa, alipelekwa na nani na kwa mazingira gani, na hali yake mpaka sasa hivi ikoje. Lakini mpaka leo mimi kama wakili hakuna ambaye amenijibu. Of course labda wao ukiwauliza watasema hatuna wajibu wa kumjibu wakili. Fair and good. Kwa baada ya kuona mpaka tarehe 7 hakuna aliyenijibu wala hakuna aliyetoa majibu au taarifa ambayo mimi binafsi kama wakili ningeitafsiri kwamba hii inatia moyo au inajitosheleza kulingana na uzito wa kimazingira. Raia wote ni sawa, wanadamu wote ni sawa, uhai, afya yao, welfare yao yote ina mizania sawa, lakini matukio yana uzito tofauti. Hilo hatuwezi kulikwepa. Anapotoweka balozi ambaye amehudumia taifa katika nchi mbili, alikuwa msemaji au katibu uenezi wa Chama cha Mapinduzi, aliyekuwa mjumbe wa tume ya kurekebisha katiba, huyu mtu haingii akilini kiusalama, kimantiki, kisheria kwamba anaweza kutoweka katika mazingira yale yaliyotoweka, halafu mpaka leo hii tunazungumza hapa mahakamani bado hatujaweza kupata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo baada ya kuona yote mimi nikaamua kufungua maombi katika mahakama hii kuu kwa chini hati ya dharura, maombi namba 2451/4 mwaka 2025, mleta maombi akiwa Humphrey Polepole dhidi ya Inspector General wa polisi kama mjumbe wa kwanza, mwanasheria mkuu wa serikali, mkurugenzi wa mashtaka, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya kipolisi Dar es Salaam. Kwa hawa wote tunaamini kwamba mmoja mmoja au wote kwa pamoja wanaweza kuisaidia mahakama mahala au taarifa za alipo Balozi Humphrey Polepole, na ndivyo tumesema katika kiapo kwamba tunaamini hawa wote kwa umoja wao wa kitaasisi au kwa mmoja mmoja wanaweza kuisaidia mahakama iweze kutoa taarifa. Aina